بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 16 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya risala usul السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. تلفكي قول المصنف رحمه الله تعالى قال: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا. قال الشيخ الراجحي حفظه الله: قوله والقرآن، والمراد كتاب الله الذي هو أفضل وأعظم وخير كتاب. hapa kinachokusudiwa ni kitabu cha Allah, Qur'an, ambacho ndicho kitabu kilichokuwa bora kabisa kuliko vitabu vyote. anzalahu Allahu bilhaqqi, Allah amekiteremsha hiki kitabu kwa haki, hidayatan linnasi wa bushra lilmu'minin wa indharan liman khalafa amrahu. ndani yake mna uongofu kwa watu, ni hidayah. الله سبحانه وتعالى سمى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والقرآن كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقرآن كتاب هداية وونغوف وبشرى للمؤمنين، يعني بشارة ومؤمن، وإنذارا لمن خالف أمره، نني أونيو نتهذارنا إنذار الله أميتوك ووالي ونكو خليف أمريك. وهو الذي يهدي لأقوم الأخلاق والطرق. القرآن نينيكو وانغوزا watu katika tabia zilizo bora kabisa na njia zilizo bora kabisa, kiasi cha kuwa haiwezekani kwa mtu yoyote mwenye akili timamu anaposoma Qur'ani aseme kuwa kwa nini imeamrisha hivi lau kama ingelikuwa amri ni vile, kwa nini imekataza hiki lau kama kisingekatazwa. Hakuna chochote unachoweza kukikosoa katika Qur'an kilichoamrishwa, hakuna chochote unachoweza kukikosoa katika Qur'an kilichokatazwa. Kwa mfano, Qur'ani imeharamisha wizi, bali ndani yake kutajwa had ya mwenye kuiba: wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma ila akhir al-aya. hawezi kuja mtu mwenye akili timamu akasema kwa nini wizi umekatazwa katika Qur'an, wangehalalisha wizi sababu wizi kitu kizuri. Hakuna mtu atasema hivyo, isipokuwa labda mtu akili zake zimegeuka. Sasa hatuwezi kumwambia kitu sababu si mzima. kadhalika ukija katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ana maamrisho ameyaweka ndani yake. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha uadilifu: inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan.
Allah ametuamrisha uadilifu na kufanya wema. Hawezi kuja mtu mwenye akili akasema la, ilikuwa usawa tuamrishwe kudhulumu badala ya uadilifu na tuamrishwe kufanya uovu badala ya wema. Hakuna mtu anaweza kusema hivyo. Nafikiri inafahamika. Kwa ikisemwa kuwa hiki kitabu cha waongoza watu katika kila kilichokuwa bora, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ni kuwa hakuna mtu aweza kukikosoa katika maamrisho yake au makatazo yake. Qala ta'ala inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سبحان الله. kwenye hizi aya mbili haya yote aliyotaja hapa ni hidayatan linnas. inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam, tena ni bushra lilmu'minin wa yubashshiru almu'minin. يهديكم وسبحانه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. hii ni bishara kwa waumini wanaofanya mema kuwa watapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. tena ni indhar. alhamdulillah. يهديكم وسبحانه. ni indhar, ni onyo, ni onyo kwa watu. Hapa akasema wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adhaban alima. Hapa kuna indhar, onyo kubwa kwa wale wasioamini. wa huwa hayatul qulub, na Qur'an ni uhai wa nyoyo. hii Qur'an mnaoisoma ni uhai wa nyoyo. samahu Allahu ruhan, Allah ameita hii Qur'ani kuwa ni roho. لتوقف الحياة الحقيقية عليه, uhai wa kikweli, uhai wa uhakika hauwezekani kupatikana bila ya Qur'an. yani umesimama katika Qur'an. ikiwa Qur'an ipo katika maisha yako, basi wewe waishi uhai wa uhakika. ikosekana Qur'an katika maisha yako, basi hujaupata ule uhai wa uhakika. وسماه نورا, الله akaita Qur'an kuwa ni nuru. لتوقف الهداية عليه, kwa sababu uongofu umesimama mpaka mtu aifuate Qur'an. hakuna uongofu ikiwa hukuifuata Qur'an. na hili lina ushahidi katika kitabu cha Allah. qala ta'ala wakadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. hapa Allah akaita Qur'an kwa nini? ni ruh, ni roho, kwa sababu uhai wa kikweli wa mwanadamu umeshikiliwa na yeye kushikamana na Qur'an. akiwacha kushikamana na Qur'an, wallahi hana uhai. huyu ni mayit, ana uhai ule ambao hata ng'ombe na mbuzi na wengineo katika wanyama wanao uhai ule wa kuwa yuishi tu, lakini ule uhai ambao wakusudiwa kuwa ni uhai wa kikweli hana mtu mpaka aisome Qur'ani, aifuate. asipofuate kitabu ambao ndio mwongozo Allah aliyoteremshia wanadamu, hawezi kuwa na uhai wa hakika. ma kunta tadri mal kitabu wala al iman, kabla ya kuteremshwa kitabu Mtume salama alikuwa hajui kitabu chochote kile, wala tafasil za iman alikuwa hajui. imani alikuwa nayo sababu alikuwa akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini ya nani? Ibrahim alayhi salam. lakini tafasil na kwa ubainifu na namna ilivyopambanuliwa iman katika Qur'an na wahi wa pili sunna ya Mtume sallam, ilikuwa hiyo ilmu hana Mtume sallam kabla kushuka Qur'an, mpaka alipoteremshiwa Qur'an. ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nura,
kwa hiyo jambo gani hapa limewekwa ni nur? Hii Qur'an. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika wewe ni mwenye kuwaongoza watu katika njia iliyonyoka. Ukimfuata Mtume sallam basi biidhnillah utakuwa uko katika njia iliyonyoka. Na ndio maana tunasihiana sana hasa tulab alilm kuwa na inaya kubwa sana na Qur'an, inaya kubwa sana, hifdhan wa tilawatan wa muraja'atan wa fahman tadabburan wa amalan. Hii Qur'ani iweke katika kipao mbele kabisa, kuihifadhi, kuisoma, uielewe, uzingatie, uielewe na uitendee kazi biidhnillah ta'ala. Ulum zote zilizobakia za wasahadi kwako, ilmu zote zilizobakia za wasahadi, ikiwa hii Qur'an utakuwa na mafungamano mazuri nayo, basi biidhnillah ta'ala mambo yote yalobakia wasahadi. Sababu ikiwa Qur'ani ni uhai wa moyo, ule moyo ulio hai ndio uko tayari kuipokea ilmu, na ikiwa ni nuru, ule moyo ukiwa na nuru ya Qur'ani, ule ndio waweza kuipokea ilmu. Kwa ikiwa hiki kitabu kimeitwa ni hidayah kwa watu, kitabu hiki kimeitwa ni nuru, ni roho. Sasa ikiwa wewe talib ilmu na uko mbali na Qur'an, wacha muislamu yoyote ni lazima awe na mfungamano na kitabu, na wewe talib ilmu bil akhas zaidi lazima uwe na mafungamano makubwa sana na kitabu. أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضلهم وسيدهم، عليه وعلى سائر النبيين أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله أمكترمش كتابيك كنت بيت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب العظيم مصدق للكتب الماضية، مصدق الكتب سيو، مصدق للكتب الماضية والمهيمن والحاكم عليها. kitabu hiki adhimu ni chenye kusadikisha vitabu vile vilivyopita, na ndio kisimamizi cha vitabu vyote vilivyopita. Ukitaka kujua kipi ni haki na kipi ni batil, mpaka upime kwa mizani ya nini? Ya Qur'an. Sababu Qur'an ni muhaimin na ndio yenye kuhukumu hivi vitabu vilivyopita. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. من عمل بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو السعيد. نكتنديا كازي هي قرآن نسنة متوم سلام هو ومفعوله، ننديا تكيش معيشة مزوري. ومن خالف القرآن والصراط المستقيم فهو الشقي. na mwenye kuikhalifu Qur'an na njia hii iliyonyoka basi huyo ni katika wale walioangamia. fa idha amilat al-ummah al-islamiyya bihadha al-Qur'an al-azim, umma wa Kiislamu ukifanyia kazi hii Qur'ani adhimu wa bisunnati an-nabawiyya wa hukima kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alayhi wasallam fi kulli sha'n min shu'unha kana laha al-'izzatu war-rif'atu was-siyada. Wallahi lau kama umma utarudi kweli kwenye kitabu, si kukihifadhi tu, kukihifadhi, kukisoma, kukielewa na kukifanyia kazi, kukifanyia amali, basi biidhnillahi ta'ala izza yao wataipata, na ndio watakuwa mabwana watawala katika ulimwengu hii kitabu. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Ndio utaona watu waweza kumwona mtu hajui kusoma Qur'an, lakini hawezi kuweka kipindi na muda akakaa chini akaisoma Qur'an. Akaisoma vipi na hajui kusoma? Yani akasomeshwa. Lakini lau kama ataka kufungua biashara fulani hajui, basi yuko tayari yeye, hata kama ni session za usiku baada ya Isha, aende akasome college ya Gumbaru ile
lakini ile biashara anayoifanya awe ataifahamu, basi atakwenda, sababu dunia kwake yeye ni ghali sana. Lakini ukija ukimwambia mtu kama yule, kwa mfano, hebu weka muda uende ukajisomeshe Qur'an, hana muda huo. Wengi katika watu wako hivyo. Kisha waweza kuona wazungumza, basi watu wazima azungumza mambo ya dini. Wallahi lau kama utampa msahafu hivi umfungulie safha umwambie hebu soma hii safha, siku nyingine akitaka kuzungumza tambia hebu nyamaza mzee, nyamaza bwana, mambo achana nayo. Wewe elimu ya msingi kabisa ya Qur'ani huijui bwana, na huweki wakati angalau ukatafuta ilmu ukajua kuisoma hii Qur'an. Wapoteza umri tu kwa mambo ya ovyo ovyo tu bwana. Nasema lau kama ingelikuwa ni jambo lake la kidunia, mtu atavunja kila kitu kwa ajili ya jambo lake la kidunia. Kwani wewe waona wazazi wengi hawajali watoto wao kama waijua Qur'ani kuisoma ama hawaijui, mtu habari hana, lakini mtoto wake mwambie hebu mwaka mmoja huu wa shule ungemtoa kidogo akasoma Qur'ani wewe, kisha mrejeshe angalau ajue kusoma Qur'ani hata kwa kuangalia. Akwambia nimwachishe mwaka mzima shule mfano, hawezi. Lakini yuko tayari madrasa, akifika faslu sadis kwa mfano, mafaslu rabi kama ni khamis, hizo yani mashi alhal. Lakini huko amfika darasa ambalo la mtihani, zamani ilikuwa ni 8, sijui sasa ngapi, wala sitaki kujua, lakini sasa kuna darasa fulani akifika kisha hapa afanye mtihani kisha ndo ende juu zaidi, pale atatolewa madrasa, atatolewa madrasa. Kwa nini? Wajua nataka concentrate na masomo yake, si huku ana hiki huku ana hiki huku ana hiki. Basi maskini yule mtoto mwambie njoo soma miaka mingapi madrasa, kama 4 5, hebu soma Qur'an wa huwa nini, hana lolote ajualo, ni hii kunani baba kama gari bovu, ndio sauti zinazotoka hizo. Hii nini yasoma? Qur'an yasoma. Lakini huyo mpe gazeti. And these politicians stole a lot of money from the bank. Hiyo yajua kusoma. Kuna mwanasiasa fulani ameiba, huyu amefanya hivi, yule haya ndio yajua. Umpata faida gani? Faida gani umpata? Kubwa. Na wengine wakisikia maneno kama sasa ndio watoto wasome shule. Hatujasema wasome shule, hatujasema hivyo. Lakini linalozungumzwa hapa ni kuwa watu waisahau Qur'ani na kitabu cha Mola wao, wakiweke nyuma, watangulize mengine, wakati hiki ndio muhimu zaidi. Hiki ndio muhimu zaidi, mwanzo kitangulizwe. Kwani wapungua nini? Lau kama mtoto wako mwanzo atahifadhi Qur'an, akimaliza ndio ende shule mfano, ajua kuisoma Qur'an vizuri kabisa, amehifadhi yote, shampeleke shule. Biidhnillahi ta'ala, pale wewe mwenyewe pia utafurahi kuwa huku yaweza kusoma Qur'an na angalau huku yujielewa. Khairi kubwa. Leo hiki kitabu watu wakishikamana nacho, basi ndio izza kwa Uislamu. Wa idha dhayyathuma, na watu wakipoteza Qur'an na Sunna wakaitupa, asabaha alkhasaratu washaqa, watapata khasara na ndio kuangamia huku. Wala haula wala quwwata illa billah. قوله كلام الله أي تكلم تعالى به. الله أميزنغمزة هي قرآن حقيقة، أميزنغمزة هي قرآن. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كوني منينو يا الله سبحانه وتعالى، إني صفة كتك صفة زي الله سبحانه وتعالى الكلام كزنغمزة. نزيك آية nyingi وقال الله وقال الله
ziko aya nyingi sana. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين, na pia yale yatakaojiri siku ya kiyama. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس هاسي maneno zungumza يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. hapa sasa itakuwa vipi? hawazungumzi hapa na mtume sallallahu ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, Allah atazungumza naye. wa kallama Allah Musa taklima, kuonyesha kutilia mkazo kuwa ni kweli amezungumza haswa Allah na Musa. Jamaa wakasema kilichokuwa cha zungumza ni kijiti kilikuwa pale, sijui mti ule ndio wazungumza. La ilaha illa Allah. Ndio mmoja katika salaf akasema nini, man qala innani ana Allah makhluq fahuwa kafir. Kwa sababu Musa alipokuja pale Allah subhanahu wa ta'ala ambe innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. mtu ajakwambia mti unasema hivyo, mti wasema innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. kuna maneno zaidi ya hivi yalivyo wazi kwa Allah yozungumza subhanahu wa ta'ala. akakitia aibu kigombe walichokuwa kikiabudu bani Israeli, alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila. ikawa kule kuzungumza kule ni aibu kubwa kilichokuwa nacho kile kijigombe kile, hata kuzungumza hakizungumzi. subhanallah. mbona hao watu ashaira na wengineo katika hii mijitu miovu ya bid'a hii wakakanusha sifa ya kuzungumza kwa Allah, lakini wao wajithibitishia sisi tuzungumza. Sisi katika wanadamu asiyezungumza aitwa nani? Bubu, sio? Bubu ni ukamilifu ama ni upungufu? waonaje wewe sifa hiyo umpa Mola wako? waonaje sifa hiyo umpa Mola wako? Sema Mola wako wal billah wampa sifa ya upungufu, na hiyo wasema azungumzi. kisichozungumza kitu kisichokuwa na uhai ama kina upungufu. jamaa jiwe nini hizi? قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. maneno haya ameyasikia Jibril kwa Allah na akateremka nayo kwa Mtume Muhammad sallam, kama qala ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin. roho muaminifu Jibril ndio ameshuka nayo haya maneno, ala qalbika litakuna min al-mundhirin bilisan arabiy mubin, lugha kiramu iliyo wazi kabisa. hili hawalielewi isipokuwa wale wanaoelewa Kiarabu ndio wajua uzito wa maneno haya, bilisani na arabiy mubin. wale wanaoelewa wajua. kitabu cha ajabu sana, yani mpaka ilipofikia kuwa yule bwana Al-Walid ibn al-Mughira aliposema kuwa ni kalamu al-bashar, haya maneno ni maneno nani? ya binadamu, si maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlu al-bashar. hapo Allah usrihi saqar, mtamtia katika moto huyu kwa maneno yake machafu alizungumza alivyosema in hadha illa qawlu al-bashar, sababu akayanasibisha maneno kwa nani? kwa kiumbe. na leo wako watu wa bid'a wanasibisha maneno kwa Jibril alayhi salam, kwa Jibril ndio amezungumza, si ndio kunasibisha kwa kiumbe. sauslihi saqar, utatiwa ndani ya moto wal billah. na ndio ukaona baadhi yao wakafikia paka kudharau Qur'an, kwamba hii si maneno ya Allah, hii ni ibara ya maneno ya Allah, maneno ya Allah na mwenyewe.
katika dhati yake, lakini hii ni ibara tu, si chochote, waweza kutupa tu kadharau kitabu. sallallahu alaihi wasallam. Hakadha albid'a ikhwani, hakadha albid'a, bid'a za wasukuma watu mpaka kufikia katika, na wako wengi wenye itikadi sema awam hizo hawana, kwa sababu itikadi hiyo mpaka kuijua nao ngumu, mpaka usomeshwe, udanganywe, ufanywe nini, utiwe huku utiwe kule. Lakini kama wewe uko katika fitra yako, ukisikia tu hiyo maneno ya Allah kama huna matatizo na hilo. Sasa akianza huo na falsafa zake, na wao wenyewe wajua. Kuna mmoja asema haya maneno msiozungumzia awamu hawezi kuelewa, akisema Qur'an ni kalamullah niombeni sawa, sababu mkianza kueleza utaona nyinyi hamjielewi, kumbe mwajua kwa mjielewi. Mmoja Masri shekhe wao sema maneno haya, wa huwa kalamullahi hurufuhu wa maanihi, ni maneno ya Allah kwa herufi zake na maana yake. Laysa kalamullahi alhurufu duna almaani, si maneno ya Allah herufi pasi na maana, la, wala almaani duna alhuruf, la, bali alhuruf walmaani. خلافا لأهل البدع قالت المعتزلة القرآن مخلوق. معتزلة وقسم القرآن نكيومبه يسوى كميومبه. والله يا وليوتيه wenzao katika matatizo kulikweli. Mu'tazila mmoja katika khulafa wa dawla al-Abbasiyya, katika Mu'tazila hao walivyomuathiri, akamuita mmoja katika wakati wa mtihani, wafanyiwa mtihani, wasemaje kuhusu Qur'an? Ukisema kalamullah kata kichwa, sema makhluq wewe mwenzetu, lazima useme ni makhluq. Kaja mmoja katika salaf kwa pale mbele ya khalifa, kabla khalifa hajauliza swali, manake ilikuwa ni Shaaban, Ramadhani enda kuingia. a'dhama Allahu ajraka ya amira almu'minin. قال وما ذاك؟ قال مات القرآن في شعبان فما أدري ماذا سيقرأ الناس في رمضان. pole bana, nakupa Allah akupe ajiri kubwa, ufanye subra. Kwa nini? Qur'ani inkufa Shaaban, sijui watu wataswali vipi Ramadhani. ya zindiqa, alam taqul anna alqur'ana makhluq? siwa sema Qur'an makhluq. Sasa mimi nikisema inkufa kuna ubaya gani? kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Kama kiumbe basi chaweza kufa ama kiwezi. Khalifa amekasirika, muangalia hajui ajibu nini, maana yake si ni hivyo. Walikuwa kiulizwa maneno wale wakishindwa kujibu, sababu hata kwa akili pia itikadi ni chafu, haingii kwenye akili, haingii akilini. Kuna maswali utaulizwa utashindwa kujibu. Na ndio pale mmoja katika pia ni kina Ma'mun al-Mu'tasim, wale ambao walishika hatamu za uongozi katika dawla al-Abbasiyya. Dawla al-Umayyah hakukuwa na ahlul bid'ah, wale makhalifa wao wote walipita kwa ahlus sunna salafiyin. Bid'ah zimeanza katika dawla al-Abbasiyya, tena wakati wa al-Ma'mun ndio zikazidi, kwa sababu ya kufanya tarjama vitabu vya Kigiriki, Yunani, falsafa ikaingia sasa. Na alikuwa ni mtu apenda sana kusoma, basi hili likamtia katika kuingia katika mambo yale, yakamtia shimoni, hakuchagua cha kusoma. Amwambia mmoja katika immatus salaf, sikumbuki nani, mmoja katika imma, akamwambia wewe utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atakapokuambia wewe umeninasibishia mimi sifa ya al-kalam? Nani aliyekwambia mimi nazungumza? Amwangalia khalifa, asema nani ataniuliza ile swali? Asema Allah. Mtamwambia si hivi na kusikia uzungumza. Siku hiyo akiniambia mimi hivyo, nitamwambia si hivi ya Allah na kusikia wewe uzungumza na mimi. Waniuliza swali, mimi njibu. Sasa hilo swali liloulizwa nini? Si maneno haya. Nitamwambia ya Rabbi, siku hiyo nitamwambia ya Rabbi, sasa hivi na kusikia wewe wazungumza, kwa nini nisikuthibitishie hii sifa na wewe waniambia mimi kwa nini umenithibitishia hiyo sifa kule duniani? Nitamwambia si hivi sasa wazungumza. Si nitajibu hivyo tu. Fabuhita, jamaa akanyamaza. Mkweli. Sasa wewe unasema fulani yule ni bubu, wal billah, fulani yule ni bubu. Wewe ukasema fulani yule yozungumza yule, mimi nishamwona akizungumza yule,
au shamsikia akizungumza. Mfano jamaa akakwambia wewe yule huwa yuwakasirika kiamba maneno hayo, utamjibu nini yule bubu yule akikuuliza wewe kwa nini wewe wasema mimi nazungumza? Mfano yani si nitamwangalia nitamwambia wewe si bubu siazungumza, si hivyo uzungumza. Hilo swali wewe waniuliza sasa, unaniambia kwa nini wasema mimi nazungumza? Si kwa sababu wazungumza sahihi. Walillahi almathalul a'la. Huyu khalifa amwambia huyu mwanachuoni maneno haya, utamjibu nini Allah akikuuliza? Asema nitamwambia pale anaponiuliza kwa sasa hivi ya Allah na kusikia wazungumza na waniuliza mimi, kwa nini sikuthibitishia hii sifa katika njia iliyokamilifu zaidi? Mu'tazila wao wakasema ni makhluq, Qur'an moja kwa moja ni makhluq. Ama al-ash'ira tatumia neno zito, si mimi ndio lianzisha, lakini Sheikhul Islam wao walisema mara nyingi kwa al-ash'iratu makhanithu al-mu'tazila, au ash'ira ni makhanithi wa mu'tazila. Sasa wewe watukana si mimi, yani ndio wanaoviona wanavyosema, sababu yani wajifanya wajipendekeza kwa nani? Kwa mu'tazila. Kwa sababu ukiangalia vizuri maneno yao yote yasema kuwa Qur'an ni makhluq. Sikiza wasema nini ash'ira: kalamullah laysa biharfin wala saut. Haya maneno ya Allah si herufi wala si sauti, wa inma huwa ma'nan qa'imun fi nafsi, ni maana ambayo iko ndani ya nani? ndani ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yanzil ala nabiyina Muhammad sallam wala ala ghairi, maneno hayo hayajateremshwa kwa mtume wetu Muhammad sallam wala kwa mtu yoyote mwingine. Sasa hii Qur'an ni nini? Wasema hii Qur'an ni maana ya hayo maneno nafsani ambayo Jibril ndo ametunga kisha akamletea mtume Muhammad sallam, kuwa maana ya yale maneno yaliyo katika dhati ya Allah ndiyo haya, na hakuna tofauti baina maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tabbat yada abi lahab wa tab, kisha qul huwallahu ahad, hakuna tofauti, ziko sawa. Akili timamu baba, akili nzima. Ukisema tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab, eti hakuna tofauti baina hiyo na nini? na qul huwallahu ahad Allahu samad. Hilo swali ukimuuliza Ash'ari ajue jibu nini? Sababu sema maneno ya Allah ni moja tu, hayatofautiani. Na wana itikadi chafu nyingi ambazo za gongana. Wao wajifanya watu wa akili, lakini ule ukweli wa mambo hata itikadi yao haingia akilini. Qala wama naqra'uhu 'indahum makhluq, na hii tunaoisoma hii Qur'an wasema kwa wao ni makhluq. Kwa hivyo warejea katika nini? kusema kuwa Qur'an ni makhluq. واستدل الأشاعرة على أن الكلام اسم للمعنى دون اللفظ بقول الشاعر الأخطل النصراني. وأخطل بندكوا منgi kweli, الأخطل النصراني والنصارى أخطل. hata katika kukanusha sifa ya al-ulu wakamtumia huyu al-akhtal. Al-akhtal asemaje? Asema innal kalama la fil fuadi wa inma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. أي هذا الكلام في الفؤاد في القلب ما نطق، أما اللسان فهو دليل على ما في القلب. أسمع haya maneno yako ndani ya moyo, sawa? Yako ndani ya moyo. Huu ulimi waeleza tu yale yaliyo ndani ya nini? Ndani ya moyo. فكذلك القرآن دليل على ما في نفس الله من المعنى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. سما هي قرآن yaeleza yale maneno yaliyoko katika nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala, katika dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa si maneno ya Allah. Allah hakuzungumza, ni maana. Kwa hivyo hii Qur'an tunaoisoma sisi kwa Ash'ari si nini? Si maneno ya Allah, ni kiumbe. Ndio wanavyoitakidi, na wengi katika mashekhi wa kikhurafi humu ndio itikadi yao hiyo, ndio itikadi yao. Ingawa wengine wamekulia kiami, basi alhamdulillah Allah akawasalimisha katika upande huo.
lakini wale wanaojifanya wasomi wale wakaingia katika mtego huu. Qala qila lahum, wakajibiwa na kuambiwa al-akhtalu nasrani, mwanzo huyu bwana mnayetoa maneno yake ni mkristo mnasara. fakaifa tastadilluna biqawli nasrani, vipi mwaleta dalili kwa kauli ya nani? ya mnasara. النصارى كفار ويضلوا في معنى الكلام, wao wenyewe maana ya neno hawajui nini. Kulikuwa na neno, hilo neno sijui lilikuwa neno kija kitoka hivi hakuna neno, hakuna kitu. Allahu musta'an. Wao wenyewe hilo neno hawajui nini, wewe wachukua maneno yao watoa dalili. هل يستدل بقول نصراني قد ضل بمعنى الكلام على معنى الكلام وهم زعموا أن عيسى نفس كلمة الله؟ hivi kweli watu watatoa dalili kwa maneno ya mnasara ambaye mwenyewe amepotea katika maana ya neno ili upate maana ya hilo neno? si waelewa, yeye mwenyewe hajui maana ya neno, wewe wachukua maana ya neno kwa mtu ambaye hajui maana ya neno nini. wao wadai kuwa Isa ndio neno lenyewe. وقالوا إن عيسى جزء من الله نعوذ بالله من هذا الكفر والضلال. عيسى نسهم يا الله والعياذ بالله. والمسلمون يقولون إن عيسى مخلوق بكلمة الله, عيسى أمeumbwa kwa neno la Allah, kun fakan. Allah amesema kun fayakun, kusema kun hilo likawa. فعيسى ليس نفس الكلمة ولكنه مخلوق بالكلمة. kwa Isa sio lile neno. Isa nani? ni kiumbe aliyeumbwa kwa lile neno. Allah alisema kun akawa. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. kwa hivyo mfano wa Isa mbele ya Allah ni kama mfano wa Adam, ameumbwa na mchanga kisha Allah akasema kuwa na akawa. فعيسى مخلوق بكلمة كن وليس هو كلمة كن. عيسى ameumbwa kwa kalima ya kun wala sio yeye kalima ya kun kuwa. فكيف يستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يدل على معنى الكلام من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه اللغة العربية؟ hivyo mtu awacha maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallam, maneno ya Waarabu wenyewe, enda kuchukua maneno ya mnasara ambaye hajui maana ya neno ili amfasirie maana ya neno. a'ma yaqudu basiran la abalakum. kwa hiyo kipofu amshika mkono mwenye kuona amuongoze, amvukishe barabara, na yule mwenye kuona afunge macho, jifanye yeye pia ni kipofu kama yeye, tagongwa ufide mbali. Muona kipofu kisha umshika mkono yeye ndo kuongoze, amshike yeye mwambie njoni kuongoze, si yeye kuongoze wewe. ومن قال إن القرآن مخلوق كافر, na mwenye kusema Qur'an ni kiumbe amekufuru. والتكفير هنا تكفير بالنوع لا بالعين. hii pia ileweke, maana hao jamaa hao sikia shaitwa makafiri. hiki kitendo au hili neno mtu akilisema ni kufuru, lakini kumwainisha mtu kusema huyu ashakufuru la. فالشخص المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة كما تقدم. hakufurishwi mpaka hujja isimame, hujja ikisimama takufurishwa. وتبين أن القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه, كبينيك كوا قرآن نمانين يا الله ولفظ ياك نمانا ياك. وليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهي عقيدة عظيمة مختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة. نشاوي كسوما العقيدة الواسطية وشرح الشيخ الفوزان حفظه الله. أنا يتأكد كرجلها katika zile audio tulianza lum'at al-i'tiqad kisha tukasoma al-aqidatu al-qawaid al-muthla wal-aqidatu al-wasitiyya. alhamdulillah.
kwa hivyo si maneno ya Allah herufi pasi na maana wala maana pasi na herufi, bali kwa herufi na maana, kama alivyoeleza Sheikh al-Islam rahimahullah katika al-Aqida al-Wasitiqa rahimahullah akibainisha aqida ya Sunnah wal-Jamaa. Najua muda umesonga, lakini sioni haja ya kuacha sehemu ndogo kama hii, acha tumalize. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. katika kumwamini Allah na vitabu vyake ni kuamini kuwa Qur'an ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa, haya kuumbwa. Minhu badaa wa ilayhi yaudu, yameanza kwake na kwake yeye yatarudi, tutaeleza huko mbele. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, na kuwa Allah ameyazungumza haya maneno kwa uhakika. Wa anna hadha alquran alladhi anzalahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa kalamu Allah haqiqatan la kalama ghayrihi. Hii Qur'ani tunayoiona iliteremshwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni maneno ya Allah, si maneno ya mtu yote mwingine, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، ولا haifai kusema kuwa hii ni maelezo ya maneno ya Allah, si maneno ya Allah. Hii ni maelezo ya maneno ya Allah. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. حتى watu wakiandika katika vitabu wakiyasoma hayatoka kuwa ni maneno ya Allah. fa innal kalama inma yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. sababu maneno yanasibishwa yule aliyesema mwanzo, si yule aliyeyafikisha. sababu hapo atakuja, lakini sikijuki binadamu ameumbwa na ulimi wake umeumbwa na koo yake imeumbwa na sauti yake imeumbwa sasa akisoma si itakuwa yale maneno yanayozungumza yameumbwa. Tuuliza swali, aliyezungumza mwanzo yale maneno nani? Haya maneno hayanasibishwi kwa binadamu, yanasibishwa kwa yule ambaye ameyazungumza mwanzo kabisa. Nani? Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa kalamu Allah hurufuhu wa maani, ni maneno ya Allah kwa herufi na maana. laysa kalam Allah al-huruf duna al-maani wala al-maani duna al-huruf. kwa sio maneno ya Allah herufi pasi na maana au maana pasi na herufi. وقوله منه بدأ يعني أن القرآن بدأ من الله، أي أن الله تكلم به، alianza kuyazungumza maneno Allah. وقوله وإليه يعود أي في آخر الزمان، katika آخر الزمان قبل قيامة، حينما يترك الناس العمل به فيرفع القرآن من الصدور والمصاحف. watu wakiwacha kuifanyia kazi Qur'an sallallahu alaihi wasallam itanyanyuliwa hii Qur'ani kutoka katika vifua vya watu na misahafu. Ukifungua msahafu mweupe hakuna kitu. wadhālika qurba qiyam as-sa'a, na ni pale inapokaribia kusimama kiyama. falidhalika yajibu al-'amalu bihi qabla qiyam as-sa'a, ni wajibu kuitendea kazi Qur'an kabla kiyama kijasimama. قوله سمعت سفيان هو ابن عيينة الإمام المشهور سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق، وهذا قول المعتزلة، ونسمني مخلوق ميومبا. فكفر الأئمة من قال إن القرآن مخلوق. ما إمام وسلف وكوكفريش والي ونسمك وقرآن ميومبا. وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث أنهم كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وكرجلها katika vitabu vya aqida ya salaf vyote utaona takriban wazungumza maneno haya. wala yukaffaru shakhs almuayyan hatta taquma alayhi alhujjatu kama taqaddama, lakini hakufurishwi mtu kwa kumwainisha mpaka hujja imsimamie kama tulivyotangulia kutaja. qawluhu fa huwa mubtadi'un lam nasma' ahadan yaqulu hadha, inma qalahu ahli albid'ah. hakuna mtu aliyesema Qur'an makhluq, walisema nani? ni watu wa bid'ah. qala الشارح ولم أقف عليه بهذا اللفظ، يعني hajaiona katika vitabu vingine kwa lafzi hii takhriji ya maneno ya Sufyan ibn Uyayna. ولكن أخرج عبد الله بن الإمام أحمد كتاب katika السنة، kitabu السنة kipo juu kwa chapa mpya nzuri yake Abi Malik al-Riyashi, tahqiq nzuri sana. tahqiqi yake kama sikukosea katika mujallad 2 ama moja kubwa hivi iko maktaba, alhamdulillah. ukiweza kusoma kitabu kizuri sana
السنة لعبد الله بن أحمد الحنبلي. قال حدثني غياث بن جعفر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل من قال مخلوق فهو كافر. سمى مبتدع سمى كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. na wewe ukishuku juu ya kufuru yule anayefanya kitendo hiki pia wewe ingia kwenye kufuru. وفي التاريخ الكبير للبخاري أي تاريخ الكبير إن تاريخ تويلeza ngoja nisome أن الحكم ابن محمد أبا مروان الطبري سمع سفيان بن عيينة يقول أو قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة أني مودريك مشيخ زيتو kutoka miaka 70 iliyopita. minhum Amr ibn Dinar yaquluna al-Qur'an kalamu Allah wa laysa bimakhluq. watasema Qur'an ni maneno ya Allah wala hayakuumbwa. التاريخ الكبير من باب الفائدة cha Imam al-Bukhari kuna طبعا mbalimbali lakini takriban mujallad 8-9 amekiandika al-Imam al-Bukhari katika kuzungumza rijal ambao amewataja wengine katika wale waliopokea kwao katika Sahih al-Bukhari na wengine. muhimu ni kitabu cha kuzungumzia ahwal ar-ruwa. al-Imam al-Bukhari rahimahullah kabla ya kuandika Sahih al-Bukhari mwanzo ameandika at-Tarikh al-Kabir. kwa hii at-Tarikh al-Kabir ikawa kama ndio kianzilishi kabla ya kuandika Sahih al-Bukhari. kwa hiyo alipoanza kuandika Sahih al-Bukhari kitabu chake ikawa ana mambo mengi tayari ashayapitia katika masala ya ilmu rijal na nini, ikawa ni sahali kwake kuandika Sahih al-Bukhari. so kuna baadhi ya watu wataka kutia shaka katika Sahih al-Bukhari kwa haiwezekani katika miaka 16 al-Imam al-Bukhari awe atakusanya kitabu chenye hadithi kadha wa kadha kisha azipunguze zifanye mpaka kadha wa kadha. na wengi wanaozungumza masala haya utawakuta kuwa ni watu ambao hawataki kwenda kuwasoma hawa ahlul ilmi walifanya vipi mpaka kusanya vitabu vyao walivyokusanya. hivyo wataka kusema Imam Bukhari ilmu yake yote anaitafuta kwa miaka 16. ilmu yake yote maisha yake ilikuwa miaka 16 peke yake? La, rudi huko nyuma. ameandika mfano wa kitabu at-Tarikh al-Kabir ambacho kimemsaidia pakubwa kumsaidishia kuandika Sahih al-Bukhari. alafu muelewa vipi ukiambiwa Imam al-Bukhari amezitoa hizi hadithi kutokana na hadithi laki kadhaa kwa mfano, huwa muelewa vipi? bimaana yawezekana hadithi moja ameipokea ile ile moja kwa lafzi moja katika njia ngapi? njia kama 10. kila njia ile yahesabika ni hadithi kwa ahlul hadith. sio mafahamu vipi? sasa ikiwa kila njia yahesabika ni hadithi na hadithi yenyewe ngapi? ni moja peke yake. so ukiambiwa hivyo maanisha katika hizo amechagua zile njia ambazo ni sahihi zaidi kuliko zote ambazo tayari alikuwa nazo. lakini ndio hivyo bana, man dakhala fi ghairi fannihi ata bil ajaib. kuna mmoja Masri Azhari anajilemba la Azhar kubwa tena aletwa katika kipindi cha TV, iko hiyo clip yasambazwa, asema hiki kitabu Sahih al-Bukhari hakikuandikwa na al-Imam al-Bukhari. wewe kiangalie kitabu kimeandikwa na Gum'a Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. ma hadha al-Bukhari? Gum'a. kumbe bwana fujo ndo amekusanya kitabu Gum'a. kumbe bwana kile kitabu kimeandikwa Jama'ahu Abu Abdullah. Jama'ahu amekikusanya, anasema Gum'a. sijui muelewa. Azhari hadha Azhari wallahi alazim. na Sheikh Al-Usaimi alipoeleza hii alicheka paka akajifunika na kilemba. Unajua kuna ujahili mwingine paka yabidi ujifunike maana yake yachekesha. neno ni Jama'ahu, yeye alisoma Gum'a ni Jumao, kumbe Jama'ahu. subhanallah, yani ila hadha alhad. alafu mtu kama huyu ndio aizungumza vibaya Sahih al-Bukhari, kisha utapata watu wengine wachukua wasikia Bukhari yenyewe kumbe haikuandikwa na al-Imam al-Bukhari, imeandikwa na Gum'a. haya maneno nayazungumza hiyo clip iko kwenye YouTube kwenye nini ya Gum'a iko Azhari
ampiga kilemba cha Azhar kabisa huyo mkhirij wa Azhar asema neno haya sallallahu alafiyatu wassalam wallahu almusta'an subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fik